mkwamo wa dabi 8 Machi tumekwama. Haushushi hadhi ya soka letu? Yote mawili yanaweza katokea. Lakini kwenye tunapozungumza chanya na hasi, ili ni hasi. Lipo katika kundi la hasi. Hasi yake inatokana nini? Kwa mfano, swala kwanza unaweza kujiuliza, kwa nini Machi 8 mechi kuchezwa? Hapa ndo mtihani unaanza. Hapa ndo pasua kichwa kwa wenye mamlaka katika kuongoza mpira wa miguu. Kanuni za ligi kuu Tanzania bara ambazo ndizo huongoza ligi na maamuzi yake za toleo la 2024 ni kwamba maana changamoto yake tunaikumbuka vizuri. Bila shaka watazamaji wako wanafahamu Msami kwamba ni Simba siku moja kabla ya siku ya mechi tarehe 7 walikwenda kufanya mazoezi, lakini kwa taarifa walioitoa ni kwamba walikutana na mkwamo. Walizuiwa na wale waliowatumwa kama ni mabausa wa Yanga, si ndio? Na ile walikuwa wanakwenda kutekeleza haki yao ya kikanuni. Yenyewe ni iko katika sura ya 5 kanuni ya 17 kifungu cha 45. Timu ngeni inapata nafasi kwenda kufanya mazoezi kwenye uwanja utakaotumika kwa ajili ya mechi ugenini siku moja kabla ya mechi. Lakini sio lazima muda ule. Ni siku moja kabla ya mechi. Saa 24 kabla ya mechi. Siku moja kabla ya mechi. Swala la muda ni utashi wa klabu. Kama mechi inachezwa saa 1, bwana tucheze saa 1. Ni kwa sababu wanatamani kuuzoea ile hali ya uwanja muda ule. Kabisa. Na kimsingi ni kwamba kuna utoaji taarifa pia, ambayo bodi ya ligi kwenye taarifa yake wakati ikiahirisha tarehe 8 ilisema Simba au kutoa taarifa kwa mwenyeji, au kutoa taarifa kwa wasimamizi wa uwanja, au kutoa taarifa kwa afisa yoyote msimamizi wa mechi, kwa taarifa ya bodi ya ligi. Lakini yote 9 10 ni kwamba kanuni hizo, kanuni hii ya 17 kifungu cha 62 kinatoa adhabu kwa yeyote, awe mchezaji, iwe klabu iliyofanya timu ngeni isifanye mazoezi, iliyozuia. Miongoni mwa adhabu ni faini milioni 1 mpaka milioni 2. Kwa tukio la kujirudia ni milioni 5 mpaka milioni 10. Lakini bodi ya ligi haikutumia kifungu hiki ambacho ni katika kanuni zake yenyewe katika kusimamia ligi kuu. Badala yake kaenda kutumia kanuni namba 34 ambayo yenyewe ile inazungumzia taratibu za mchezo. Hii kanuni ya 34 inazungumzia kuahirisha mchezo. Katika kifungu cha 1.3 kinaeleza sababu kwamba miongoni mwa sababu ni kwamba ukiwa na sababu ya dharura / yani mkwaju na sababu ya msingi inayokubalika na TFF. Kwa hiyo hii unajua ni very general. Unaweza kuchukua jambo lolote kaamua kwa kutumia sasa kuambia sababu ya msingi. Haikufungua mabano ni ipi. Haya mabano bila shaka yamefungwa na kile ambacho walisema kuna matukio mengine yanahitaji uchunguzi. Yanahitaji ambao muda hautoshi kwa mechi kucheza siku ile ya tarehe 8. Kwa hiyo busara ilikuwa ni kwamba iahirishwe mechi, uchunguzi uendelee ili kuibua zaidi kile ambacho kilisababisha. Uchunguzi ambao Mboduke mpaka leo tunavyozungumza hatunao na sidhani kama tutaupata kwa hali ilivyo. Na huo sasa ndo mtihani, ndo unaleta mtanziko. Kwa sababu gani? Yanga wanataka ripoti ya uchunguzi inasemaje? Na Simba pia wanaitaka. Simba wanataka hiyo ripoti ya uchunguzi. Bodi ya ligi kigugumizi kipo wapi? Wanajua watu. Na mimi naitaka hiyo ripoti. Hiyo ripoti huenda sasa ikaondoa swali ambalo bodi ya ligi wanabanwa sana, wanaulizwa sana kwamba sababu gani mechi iliahirishwa? Kwa sababu kama timu kufanya mazoezi, kanuni ipo inaeleza iwe Yanga kweli wamehusika, hawakuhusika, lakini kwamba timu ikiwa imezuiwa kufanya mazoezi ngeni sio kuahirishwa mchezo. Hakuna kanuni inayoruhusu mchezo kuahirishwa kwa sababu kuna timu haijafanya mazoezi. Sio tu Tanzania, hata CAF ambayo yenyewe kanuni hizi kwenye mashirikisho wanachama 54 Afrika huwa wanaangalia kwao, alafu wana localize, wanafanya kulingana na mazingira yao. Nazikumbuka baadhi ya michezo ambazo naikumbuka baadhi ya michezo ambayo Yanga na Simba walikwenda wakanyimwa kufanya mazoezi, lakini bado walicheza. Ndio, kwa sababu yule aliyewanyima anapewa adhabu. Kwenye kanuni za CAF kuna faini kule unatozwa. Mechi haiwezi kuahirishwa kabisa. Umeshaona? Sasa ikawa imeahirishwa. Maana tunazungumzia mzizi wa yote. Sasa baadaye kumbuka Yanga wakukubaliana na zile sababu zimetolewa na TFF. Na bodi ya ligi. Na kumbuka iliahirishwa siku ya mechi, yani tarehe 8. Wakati huo kuna baadhi ya mashabiki wafuatiliaji wa mpira wa miguu wametoka kwenye maeneo yalipo, wamekuja Dar es Salaam, wengine nje ya nchi, kwa vyovyote vile.